Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Mwangaza Digital na Radio Mwangaza FM kwenye tafakari fupi ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 5. Tafakari yetu nayo inasema: Maria mtakatifu, mama wa huzuni, anatufundisha namna ya kuteseka. Alikuwa malkia wa wafiadini na waacha chini ya msalaba, ambapo ni kama kusema chini ya ushujaa. Tunapaswa kuipanda hii tufurahi milele. Maria mtakatifu, mama wa huzuni, anatufundisha namna ya kuteseka. Alikuwa malkia wa wafiadini na waacha chini ya msalaba, ambapo ni kama kusema chini ya ushujaa. Tunapaswa kuipanda hii tufurahi milele. Maria mtakatifu, mama wa huzuni, anatufundisha namna ya kupokea mateso kwa imani na upendo. Katika maisha yake, alikumbatia maumivu makali kwa moyo wa uvumilivu na utiifu kwa mapenzi ya Mungu. Hakutoroka msalabani kwa mwanaye, bali alisimama imara pale Kalvari, akiwa mfano wa uaminifu kamilifu hadi mwisho. Mtume Yohane anatuelezea kuwa walikuwepo pale msalabani kwa Yesu mama yake na dada wa mama yake, Maria mke wa Kleopa na Maria Magdalene. Ukirejea Injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 25. Katika wimbi la huzuni, Maria hakutoroka, bali alibaki chini ya msalaba, akifundisha ulimwengu kuwa kweli tunapopitia mateso tunapaswa kusimama thabiti katika imani. Kusimama chini ya msalaba ni ishara ya ujasiri wa kweli, sio wa hasira au machafuko, bali wa uvumilivu wa kimungu. Maria anatufundisha kwamba katika kila jambo tunapaswa kupanda juu ya msalaba wa mateso ya kweli kwa imani, tukiamini kuwa baada ya giza la maumivu kuna nuru ya ufufuko. Kama Yesu mwenyewe alivyosema, yeye atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ukirejea Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 13. Hii ni changamoto ya maisha yetu ya Kikristo, kupanda chini ya ushujaa wa msalaba, tukikumbatia mateso kwa matumaini, ili siku moja tushiriki furaha ya milele pamoja na Kristo na watakatifu wote mbinguni. Kwa hiyo, Maria anatukumbatia kwa maisha yake. Usiogope mateso, simama chini ya msalaba, kumkumbatia mapenzi ya Mungu kwa ujasiri, kwa sababu kupitia mateso haya Mungu anatuandalia taji la utukufu wa milele, kama ilivyoandikwa: maana mateso ya wakati huu wa sasa si kitu kama yanavyolinganishwa na utukufu ule utakaofunuliwa kwenu. Ukirejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 18. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Benedikti Kenan Nyotoka wa shirika la damu takatifu ya Yesu.